Mvutano mpya wa kisiasa unechomoza ndani ya Tanzania na kauli kali, maneno yenye utafakari nzito na onyo linaloguza kiini cha siasa za taifa. Ndani ya mijadala ya hadhara na mitandao ya kijamii, hoja nzito inazidi kuenea kwamba wakati maadui wa kisiasa wanapopotea, basi marafiki wanaweza kuanza kuonekana kuwa maadui wapya. Ni hoja inayochochea mjadala mpana kuhusu hali ya kisiasa, uhuru wa kisiasa na mustakabali wa maridhiano ya kitaifa. Katika tafakari hiyo ya kisiasa inayozungumziwa kwa kasi, jina la Benson Bagonza linatajwa mara kwa mara. Askofu anayejulikana kwa mijadala yake ya kijamii na kisiasa anaibua hoja nzito kuhusu mwenendo wa taifa na namna siasa inavyojengwa juu ya simulizi la maadui wa kudumu. Katika mtazamo huo, simulizi la taifa linalounganishwa na maadui wa kisiasa linaonekana kama mkakati ambao unaweza kugeuka na kuwa hatari kwa jamii yenyewe. Na kadri simulizi hilo linavyoendelea, hoja inazidi kuibuka kwamba siku ambayo adui wa kisiasa ataondoka na kudhoofika, ndio mfumo huu unaweza kuanza kutafuta maadui wapya ndani ya marafiki waliokuwa karibu. Hii ndiyo picha inayotolewa katika mjadala mpana unaoendelea sasa kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Na katika kipindi hiki, viongozi mbalimbali wa serikali wanasisitiza taswira ya taifa tulivu na lenye mshikamano. Ujumbe huu unawasilishwa katika majukwaa ya kimataifa na mikutano ya kidiplomasia. Mawaziri wa maafisa wa serikali wanatembelea majukwaa ya dunia kama vile London, New York, Addis Ababa na Brussels, wakielezea picha ya taifa lenye utulivu wa kisiasa na maendeleo yanaendelea kupanda. Lakini wakati taswira hiyo inawasilishwa nje ya nchi, ndani ya mipaka ya Tanzania, mjadala mwingine unazidi kuendelea. Ni mjadala ambao unahusu uhuru wa mikutano ya kisiasa, haki za kiraia na nafasi ya vyama vya upinzani katika uwanja wa demokrasia. Na ndani ya mjadala huu pia linatajwa mara kwa mara jina la chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika siku za hivi karibuni, maswali makali yameibuka kuhusu namna taasisi za usalama zinavyoshughulikia shughuli za kisiasa na mikusanyiko ya kijamii. Na hoja mojawapo inayozua mjadala ni suala la maadhimisho ya haki za wanawake na nafasi za wanawake ndani ya vyama vya siasa. Wakati dunia ikiadhimisha International Women's Day, mjadala ulizuka kuhusu uwezekano wa shughuli za kisiasa na kijamii kufanyika kwa uhuru nchini Tanzania. Katika tafakari hiyo, hoja inajengwa juu ya mkanganyiko kati ya ujumbe wa taifa tulivu unaotangazwa na viongozi wa hali halisi na ujadiliwa katika majukwaa ya wananchi. Hoja nyingine nzito itajitokeza ni suala la mikutano ya hadhara. Katika historia ya siasa za Tanzania, mikutano ya hadhara imekuwa jukwaa muhimu la viongozi kusikiliza wananchi. Ni mahali ambapo malalamiko, kero na mapendekezo hutolewa moja kwa moja. Lakini katika kipindi hiki, mjadala unaoibuka kuhusu iwapo mikutano hiyo bado inatoa picha halisi ya hali ya jamii. Na kwa upande mmoja, kuna simulizi kwamba maendeleo yanaendelea kupaa na na taifa linaendelea kuwa utulivu. Kwa upande mwingine, mikutano ya hadhara inaendelea kuibua kero nyingi kutoka kwa wananchi, na tofauti ya simulizi inaibua swali kubwa kuhusu namna taarifa za maendeleo zinavyotafsiriwa katika jamii. Lakini hoja nzito zaidi katika mjadala huu inahusu nafasi ya wananchi katika miaka hivi karibuni. Kumekuwa na ripoti ya malalamiko ya matukio ya watu kupotea au kudaiwa kutekwa, na suala hili limekuwa mojawapo ya mada zinazozua mjadala mkubwa katika siasa za Tanzania. Wanaharakati wa haki za binadamu na wachambuzi wa siasa wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa uwazi na uchunguzi wa kina katika matukio hayo. Na katika mijadala ya hadhara, hoja inajengwa kwamba iwapo serikali haihusiki na matukio hayo, basi kunahitajika hatua za haraka za uchunguzi ili kubaini ni nani anayehusika na matukio hayo. Hili ni swala ambalo lina uzito mkubwa kwa sababu
linagusa moja kwa moja imani ya wananchi kwa taasisi za dola. Na katika mazingira hayo, mjadala mwingine unaibuka kuhusu nafasi ya taasisi za usalama, hasa jeshi la polisi nchini Tanzania. Na katika historia ya Tanzania, jeshi la polisi limekuwa moja ya taasisi muhimu katika kulinda usalama wa nchi na utekelezaji wa sheria, lakini pia limekuwa likikumbana na mijadala ya mara kwa mara kuhusu nafasi yake katika siasa na uhuru wa kiraia. Hoja inayotolewa katika tafakari hiyo inaeleza kwamba wakati mwingine migongano kati ya serikali na taasisi zake inaweza kuleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sera. Historia inaonyesha kwamba taasisi za usalama zimepitia vipindi tofauti tangu enzi za ukoloni hadi baada ya uhuru wa Tanganyika. Polisi waliokuwa wakitumikia bendera ya kikoloni walibadilika na kuanza kulitumikia taifa huru. Hiyo inaonyesha kwamba taasisi zinaweza kubadilika kulingana na mwelekeo wa kisiasa wa taifa. Ndani ya mjadala huo pia linatajwa chama tawala cha Tanzania, Chama cha Mapinduzi, na CCM imekuwa madarakani kwa miongo kadhaa tangu kuundwa kwa mwaka 1977. Katika historia yake, chama hicho kimejijengea taswira ya kupinga dhuluma na kulinda misingi ya taifa. Lakini wachambuzi wa siasa wanasema kuwa changamoto kubwa kwa chama tawala katika nyakati za sasa ni namna ya kukabiliana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na madai ya kukandamizwa kwa upinzani. Na katika mjadala unaoendelea, baadhi ya wachambuzi wanatafsiri ukimya wa kisiasa wa baadhi ya viongozi kama ishara ya mvutano wa ndani ya mfumo wa kisiasa. Kwa upande mwingine, wapo wanaoamini kuwa mfumo wa kisiasa wa Tanzania una uwezo wa kujirekebisha kupitia mijadala ya wazi na mageuzi ya ndani. Na katika historia ya taifa hilo kumekuwa na nyakati ambapo mijadala mikali ya kisiasa ilizaa mageuzi makubwa ya kitaifa. Ndio maana mjadala unaoendelea sasa unaonekana na wengi kama hatua muhimu ya kujitathmini kwa taifa. Hoja nyingine inayozungumzwa sana ni suala la maridhiano ya kisiasa, na katika mazingira mvutano wa kisiasa, maridhiano mara nyingi huonekana kama daraja la kurejesha utulivu na kuimarisha mshikamano wa taifa. Lakini wachambuzi wanasema kuwa maridhiano ya kweli yanahitaji uwazi, uaminifu na hatua za dhati za kushughulikia malalamiko ya pande zote. Iwapo maridhiano yataonekana kama hatua ya kisiasa bila kushughulikia mizizi ya matatizo, yanaweza kupoteza maana yake kwa wananchi. Na ndani ya mjadala huo pia kuna wito wa serikali kukubali uwezekano wa makosa katika utekelezaji wa sera na hatua za kisiasa. Katika mifumo ya demokrasia, uwezo wa serikali kukiri makosa na kuchukua hatua za marekebisho mara nyingi huonekana kama ishara ya nguvu ya taasisi za dola. Wachambuzi wengi wanaamini kwamba uwazi huo unaweza kusaidia kurejesha imani ya wananchi na kuimarisha misingi ya utawala bora. Kwa sasa Tanzania inaonekana kusimama katika njia panda ya kisiasa, na kwa upande mmoja kuna simulizi ya taifa linalosonga mbele kwa utulivu wa maendeleo, na kwa upande mwingine kuna mijadala ya wananchi kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za binadamu na uwajibikaji wa taasisi. Mustakabali wa taifa hilo unaweza kuamuliwa na namna mijadala hiyo itakavyoshughulikiwa katika miezi ya miaka ijayo. Na kwa sababu katika historia ya mataifa mengi, nyakati za mjadala mkali mara nyingi ndizo huzaa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Na katika mjadala huo unaoendelea, ujumbe mmoja unaonekana kujirudia mara kwa mara: taifa lenye nguvu ni lile linaloweza kusikiliza sauti zote za wananchi wake. Kwa Tanzania safari hiyo inaendelea, na katika safari hiyo maswali mazito yanaendelea kuulizwa kuhusu demokrasia, uwajibikaji na mustakabali wa taifa. Maswali ambayo majibu yake yanaweza kuandika sura mpya ya historia ya kisiasa ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Na pengine kama onyo linalotolewa katika tafakari hiyo ya kisiasa, basi taifa lolote linalojenga simulizi ya kudumu ya maadui linaweza kujikuta siku moja likigeuza hata marafiki wake kuwa maadui. Na hilo linaweza kuwa somo kubwa zaidi katika mjadala huu unaoendelea nchini Tanzania.